Stats, Sport Next Level. Rashid Chambo aliwaduaza mashabiki wekundu wa Msimbazi Simba kwa kufunga bao la utangulizi katika dakika ya 8 ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Simba, lakini Simba wakafanya comeback kwa kusawazisha dakika 7 baadaye kupitia kwa Steven Dese Mukwala aliyetumia vyema pasi safi kutoka kwa Joshua Budo Mutale, na kisha wekundu wa Msimbazi wakajihakikishia ushindi katika mechi ya leo ya ligi kuu Tanzania bara kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, wakati Mukwala alipofunga bao la pili na la ushindi kwenye dakika ya 47, na hivyo Simba kuibuka washindi katika mechi hiyo waliocheza ugenini dhidi ya KMC kwenye uwanja ambao wao pia hutumia kama nyumbani kwa kushinda mabao 2-1. Matokeo yake ushindi huu umewafanya wekundu wa Msimbazi Simba sasa kuongeza pointi zao na kufika pointi 69, huku idadi ya mechi walizocheza zikifika 26, sawa na vinara wa ligi ambao ni watani za jadi Yanga ambao pia wameshacheza mechi 26, lakini Yanga wako kileleni kwa kuwa na pointi 70 kulinganisha na Simba yenye pointi 69, tofauti ikiwa ni pointi 1. Lakini pia ushindi wa leo wa mabao 2-1 umewafanya wekundu wa Msimbazi Simba watimize mabao ya kufunga kuwa 62, huku wao wakiruhusu mabao 11, ilhali wanaongoza ligi watani za jadi Yanga wakiwa na mabao 68 wakiruhusu mabao 10. Kwa lugha nyingine, hivi sasa Simba ndio timu ya pili kwa kufunga mabao mengi zaidi wakiwa na mabao 62, Yanga wakiwa na mabao 68 ndio wako nafasi ya kwanza kwa ufungaji. Lakini pia kwenye kuzuia, Simba kitendo cha kuruhusu bao leo hii kwa kipa Musa Pimpin Kamara kumemfanya golikipa huyo na timu yake kwa ujumla kuruhusu mabao 11, na hivyo kuwafanya wawe wa pili kwa ukuta imara, kwa sababu watanza wa jadi wameruhusu mabao 10. Hata hivyo, ushindi huu wa Simba uliwafanya atimize pointi 69 ni ishara juu ya mwenendo mzuri wa klabu hiyo chini ya kocha Fadlu Davids, ambaye mwanzoni mwa msimu ndipo alipowasili na kuanza kuifundisha timu hiyo, lakini pia kukiwa na wachezaji kadhaa wapya kikosini. Simba ilikuwa imefanya kama overhaul, kubadilisha sehemu kubwa ya kikosi chake, ikiwa na nyota wengi wapya kina Joshua Budo Mutale, Jasha Ahua, lakini Valentin Nouma, Shamu Karabu, Abdurazaki Hamza, Musa Pimpin Kamara ni miongoni mwa wachezaji wapya katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini matokeo yake kupata pointi 69, maana yake wakati mechi zikiwa 26 bado mechi 4 kutimiza mechi 30 za msimu mzima wa ligi kuu Tanzania bara, tayari Simba wamefikia idadi ya pointi sawa na pointi zote walizozipata msimu uliopita baada ya kucheza mechi 30. Lakini pia kwenye upachikaji mabao, Simba msimu uliopita walifunga mabao 59, lakini leo hii kufunga mabao mengine mawili, Simba wametimiza mabao 62 ambayo ni zaidi ya mabao waliyofunga katika msimu mzima uliopita, jambo ambalo linaonyesha ni kwa namna gani Simba imepiga hatua zaidi katika ufanisi kulinganisha na msimu uliopita. Nini kilichowabeba Simba leo hii? Kitu cha kwanza, ingawa walikuwa ugenini dhidi ya KMC, ni kwamba cheza yao katika style ile ya kocha Fadlu Davids ya kumiliki mpira na kucheza zaidi katika eneo la pili la uwanja, ndicho alichokifanya Simba katika muda mwingi wa mchezo. Na lau kama kungekuwa na utulivu katika mipira ya mwisho, hususan kwa Steven Dese Mukwala aliyefunga mabao 2, lakini alipoteza nafasi kadhaa za wazi, zikiwamo nafasi 2 ambazo alibaki yeye na golikipa, na kuna lingine yeye na lango akiwa umbali wa takriban yadi 6 tu. Lakini bahati mbaya kwake na kwa wekundu wa Msimbazi Simba, mpira wa kwanza mojawapo katika nafasi 2 za wazi alizozipata Mukwala alipiga kichwa kilichokwenda nje, lakini katika mchomo mwingine alipiga vyema kulenga shabaha, lakini golikipa Hamada anayechezea KMC kwa mkopo alicheza vyema na kufanya liwe wapate kona. Hadi mapumziko, Simba katika kudhihirisha namna gani walikuwa vizuri zaidi leo hii, wakicheza kwa utulivu kujiandaa kwa ajili ya mechi ya kwanza ya fainali ya ligi kombe la shirikisho barani Afrika tutakayocheza dhidi ya RS Berkane kule Morocco. Simba mpaka mapumziko walikuwa wanamiliki mpira kwa 60% kulinganisha na wenyeji KMC 40%, lakini mpaka mapumziko mashuti Simba walikuwa wamepiga mashuti mengi zaidi. Wenyeji KMC walikuwa wamepiga mashuti 3, 1 la kulenga lango, ilhali Simba wakiwa wameshapiga mashuti 7, 4 ya kilenga shabaha. Kwa lugha nyingine, KMC lile shuti litokanalo na Rashid Chambo katika dakika ya 8 lililokwenda moja kwa moja wavuni ndilo shuti pekee la kulenga lango mpaka kufikia mapumziko. Hivi mpaka mwisho wa mchezo Simba
waliendelea kucheza kama vile walivyoonyesha kipindi cha kwanza, wakimiliki zaidi mpira, wakipasiana na kutengeneza nafasi baada ya nafasi, ingawa mashuti mengine ambayo walipiga kwa usahihi yalichezwa vyema na golikipa Hamada wa KMC ambaye leo alikuwa kwenye kiwango bora, ikiwamo kucheza shuti la nje ya 18, shuti nzuri kutoka kwa beki wakati wa Simba Abdurazak Hamza, ambalo lau kama golikipa Hamada asingekuwa vizuri, pengine na yeye angekuwa miongoni mwa wafungaji leo hii. Lakini umiliki wa mpira Simba katika kipindi cha pili, kutengeneza nafasi, ulikwamishwa katika kutumia nafasi vyema walizokuwa wakizitengeneza, lakini pia uimara wa golikipa na walinzi wake katika kukabiliana na mashambulizi ya mara kwa mara ya Simba. Licha ya timu nzima ya Simba kwa ujumla kucheza vyema kwa kuhakikisha wanamiliki zaidi mpira, wakiwa muda mwingi wakicheza katika eneo la KMC kwenye nusu ya vile ya uwanja, lakini ubora wa mchezaji mmoja mmoja ulioonyeshwa na katika mechi ya leo pia ulichangia. Kwa mfano katika klabu ya Simba, timu yake, kikosi chake kilichoanza leo hii, miongoni mwao alikuwa ni Joshua Budo Mutale ambaye alionyesha kiwango cha juu na kutoa pasi zote za mabao zilizotumiwa vyema na Steven Dese Mukwala na kuipa Simba ushindi. Matokeo yake mwisho wa mchezo, haikushangaza kuona Joshua Budo Mutale akitangazwa kuwa ndiye mchezaji bora wa mechi hiyo, ikiwa ni mara yake ya kwanza tangu atoke kwa wekundu wa Msimbazi Simba akitoka kwa nchini Zambia katika klabu ya Power Dynamo. Hivi karibuni Mutale Budo amekuwa akionyesha kiwango bora na leo hii akapata zawadi anayostahili kwa kiwango bora ambacho amekuwa akionyesha hivi karibuni, kwa kuwa man of the match kutokana na namna alivyokuwa akicheza. Mara nyingi alikuwa ni tatizo kwa wachezaji wa KMC, hususan walinzi wao, kwa namna alivyokuwa akiwafuata, akidribble mipira, kuwapiga chenga, lakini pia kutoa pasi ambazo zilikuwa mwisho wa siku zimezaa mabao yaliyowapa Simba ushindi. Mutale akawa man of the match kwa namna alivyocheza na alistahili haswa, lakini mwisho wa siku furaha zaidi kwake ilinogeshwa na ukweli kwamba wekundu wa Msimbazi Simba walipata pointi 3 muhimu katika mechi hii, hivyo kufanya mbio zao za kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara msimu huu ziende vyema, kwa sababu sasa tofauti yao na vinara wa ligi hiyo mpaka kufikia sasa, watani wao wa jadi Yanga, imebaki pointi 1. Yanga wana pointi 70, Simba wana pointi 69. Mwisho wa siku wekundu wa Msimbazi Simba wakapata ushindi uliostahili kutokana na namna walivyocheza wa mabao 2-1, ambayo unawafanya pia wawe wamemaliza vyema viporo vyao kwa kushinda vyote. Hakuna mechi walioacha kupata pointi 3, hata leo hii wamepata pointi 3, na hivyo tofauti baina yao na vinara Yanga kubaki pointi 1 kama nilivyoeleza awali, kufanya mechi zilizobaki kuwa na ushindani wa aina yake zinazohusisha Simba lakini pia zinazohusisha Yanga, huku swali likibaki juu ya mechi ambayo bodi ya ligi imeipanga kufanyika Juni 15, mechi ya dabi, Yanga watakuwa kwa wenyeji dhidi ya Simba. Ingawa wananchi Yanga wamekuwa wakisisitiza kwamba hawachezi ngo, kutokana na kile ambacho wengi wetu tunakifahamu vizuri juu ya mgogoro wa mechi ya dabi iliyopaswa kuchezwa Machi 8. Lakini kama kila mmoja akishinda mechi zake, ni dhahiri kwamba ushindani unaendelea kwa juu, kwa sababu Yanga wana pointi 70, Simba wana pointi 69. Je, itakuwa vipi? Ni kwamba Simba watakomaa katika mechi hizi zilizobaki ili wasitishe ubabe wa Yanga ambayo imetoa ubingwa mara 3 mfululizo katika misimu 3 iliyopita, ama Yanga kufanya vyema katika mechi zilizobaki na hivyo kuendelea kutetea taji lao kwa mara ya 4 mfululizo msimu huu? Hiyo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.